Ni kukaribisha kwa mara nyingine tena sikilizaji wa Kwetu News 24 mahali popote unapotegea sikio. Karibu tena kupata habari zetu za wakati huu, ikiwa ni tariki 18 Juni 2026. Hii ni Kwetu News 24. Miongoni mwa habari tulizonazo siku ya leo ni pamoja na maaskofu wa mkutano mkuu wa kitaifa wa Kongo Senko walifungua kikao cha siku 3 cha ajabu na mkutano mkuu wa Alhamisi nchini Kinshasa. Familia kadhaa zimekimbia kijiji cha Tepe katika eneo la Mambasa katika jimbo la Ituri katika siku za hivi karibuni kutokana na uwepo wa watu wa maji. Usambaji wa miundombinu wa kimkakati ya usafiri uliwasilishwa Alhamisi na waziri wa biashara ya nje wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Patrick Muyaya na Dr. Samuel Roger Kamba wamewasili Bunia, mji mkuu wa jimbo la Ituri. Naibu waziri mkuu na waziri wa uchukuzi, mawasiliano na maendeleo vijijini Jean-Pierre Bemba alifanya mkutano wa kadhi na Richard Westbury. Mengi zaidi msikilizaji ni kwenye undani wa hizi habari, na kuomba ambatana nasi, usikose kulike, kucomment na kushare pia ili huwe wa kwanza kupata habari zetu kutoka News 24. Tutaanzia mjini Kinshasa ambapo maaskofu wa mkutano mkuu wa kitaifa wa Kongo Senko walifungua kikao cha siku 3 cha ajabu cha mkutano mkuu wa Alhamisi nchini Kinshasa. Katika mjadala ulihusu marekebisho ya katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kulingana na Askofu Donasie Shole, katibu mkuu wa taasisi hiyo, mkutano huu wa dharura uliitishwa ili kukabiliana na mgogoro wa kisiasa ambao suala hili limesababisha kote nchini. Ili kuimarisha majadiliano, Senko imewaalika wataalamu wa katiba na wataalamu wa kisiasa kutokana na walio wengi watawala na upinzani kushiriki katika kazi yake. Mwisho wa vikao hivi vilivyopangwa kufanyika Jumamosi Juni tarehe 20, Uaskofu wa Kongo unatarajiwa kuchapisha taarifa rasmi au mawaidha ya kichungaji yaliyoelezwa katika taifa. Familia kadhaa zimekimbia kijiji cha Tepe katika eneo la Mambasa katika jimbo la Ituri katika siku za hivi karibuni kutokana na uwepo wa watu Mai ambao wameripotiwa katika takriban wiki mbili. Wahamiaji hivi karibuni umeonekana Alhamisi Juni tarehe 18. Kamanda wa jeshi la kujenga taifa Lieutenant General Jean-Pierre Bemba Kasongo Kabwik atangaza kwamba zaidi ya wajenzi wa taifa 4,000 watatuma Kinshasa kuanzisha weekend hii kushiriki katika kazi ya usafi katika mji mkuu. Tunasalia nchini DRC ambapo wajenzi vijana waliofunzwa na jeshi la kitaifa watakuwa msingi wa kikosi kazi kinachohusika na kufanya kazi ya usafi huko Kinshasa, mji mkuu wa DRC, kulingana na video iliyoonekana Alhamisi na ACP. Vijana walioingia katika vituo hivyo kama wahalifu wamekamilisha mafunzo yao, wamekuwa wajenzi wa taifa. Hivi ndivyo vitengo vikuu vinavyounda kikosi kazi kinachotarajiwa katika jiji la Kinshasa kushughulika kazi ya usafi wa mji mkuu, alisema Luteni General Kasongo Kabwe, kamanda wa jeshi la kitaifa katika video hiyo. Usambazaji wa miundombinu wa kimkakati ya usafi uliwasilishwa Alhamisi na waziri wa biashara ya nje wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kama moja wa maeneo ya kipaumbele ya serikali ya Kongo wakati wa mkutano wa video wa mawaziri wa Afrika kama sehemu ya tathmini ya ajenda ya 2063, kulingana na taarifa kwa vyombo vya habari. Usambazaji wa miundombinu ya kimkakati ya usafiri ili kuunganisha masoko ya Afrika uliwasilishwa na waziri wa biashara ya nje Julien Paluku kama moja ya maeneo ya kipaumbele ya serikali ya Kongo wakati wa hotuba yake katika mkutano wa mawaziri wa Afrika kama sehemu ya tathmini ya ajenda ya 2063. Taarifa ya vyombo vya habari ya mawaziri hiyo ilisema Patrick Muyaya na Dr. Samuel Roger Kamba wamewasili Bunia, mji mkuu wa jimbo la Ituri. Huko maafisa hao wawili wa serikali watatathmini majibu ya mlipuko wa virusi vya Ebola unaotangazwa katika jimbo hilo mnamo Mei 15. Ebola katika DRC hadi sasa tuna jumla ya visa 896
vilivyothibitishwa vya Ebola na vifo 232 vilivyothibitishwa. Ikikamilishwa kiwango cha vifo takribani 26%. Pia tuna watu 78 ambao wanapona baada ya vipimo viwili mfululizo vya hasi. Karibu watu 6,000 waliogusana na Ebola wanafuatiliwa kwa kiwango cha ufuatiliaji 95%. Waziri wa Afrika aliyesema hayo. Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Uchukuzi, Mawasiliano na Maendeleo Vijijini Jean-Pierre Bemba walifanya mkutano wa kazi na Richard Wedbury, makamu rais mtendaji wa Emirates, siku ya Alhamisi Juni 18, 2026 huko Dubai. Majadiliano yalilenga uzinduzi wa safari za ndege za Emirates kwenda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hapo awali walipanga kufanya Juni 2026. Safari hizi za ndege ziliahirishwa kutokana na vikwazo vya usalama na uendeshaji katika Mashariki ya Kati. Tarehe mpya itatangazwa kulingana na jinsi hali itakavyokuwa. Msikilizaji wa Kwetu News 24, hapa ndipo tunafika mwisho kabisa wa habari zetu za wakati kama na huo. Na kukumbusha pia usikose kulike, kushare, kucomment na kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata habari zetu za wasaa kama na huo. Hii ni Kwetu News 24 kwa niaba ya wenzangu wote na watakia nyote muwe na siku njema.